Mimi kwa majina naitwa Balozi Paulo Ngweru kutoka Mangaveta Mashariki. Changamoto yetu ni kama alivyotoka kueleza Mheshimiwa Diwani, tuna changamoto ya mafuriko. Mafuriko yanatupiga sana. Nyumba zetu zinafurika maji mpaka kwenye magoti. Maji yanajaa kwa ndani. Vitu vingi vimeharibika. Sisi ombi letu tu kwa serikali ni moja, ni kuhusu kutanua huu mto. Kina kiwe kishuke chini sana kina, ili maji yapate kutembea kwa nguvu, manake huku mto huko juu sana, ndio maana maji yanatawanyika kwenye makazi ya watu. Ombi letu serikali tutanulie mto, utanuliwe vizuri na ushuke chini, na kama inawezekana kujengwa ujengwe tena kwa nguvu zote, kwa kuweka tuta kubwa, kwa kushirikiana kata mbili, kata ya Ilemi na kata ya Isyesye, kwa sababu wote tunakaa sehemu moja, tumetenganishwa tu na mto. Madhara yanapotokea huku na kwa wenzetu wanatokea, na tunashirikiana hata kwa kupeana taarifa mbalimbali. Huko vipi? Huko sisi amezidi, wakati mwingine tunavuka kwenda kuokoana. Kwa maombi yetu serikali ilishughulikia hili tatizo. Sana sana wakati wa kiangazi, kama Mheshimiwa Diwani alivyosema, wasubirie maji kwanza yakauke, waje wachimbe kwa juhudi zote. Na kuhusu sehemu ambazo wananchi wamejenga, wananchi wako tayari, kama inawezekana kufumua, wananchi watafumua, kwa sababu kila mtu madhara anayaona. Kwa viongozi wangu, kuanzia diwani wangu, mbunge wangu, rais wangu Dr. Samia Suluhu Hassan, eneo hili ambalo ni sumbufu, hata tofauti na hiki tunachosema kuna sehemu watu wamejenga, lakini kwa sasa sehemu ambayo ni sumbufu iko wazi, na hata wananchi ambao wamesogea sehemu ya hili korongo, hata wao wako tayari kusogea na kupisha huu utaratibu wa ujenzi wa huu mfereji. Kwa hiyo mimi ninachoomba, tusije tukaleta kikwazo kwamba kuna nyumba za kutoka au kuna kuta za kutoka. Hapana, eneo la kufanyia kazi bado ni kubwa. Kuanzia hapa tuliposimama mpaka kupandisha huko juu ambako ndio shida kubwa, kuko wazi. Hata kama mvua zingepungua wiki moja, kama tunataka kuleta greda linaweza kufika, sijui ndio skaveta inafika bila shida yoyote. Maji yanatusumbua sana, hasa ukiangalia ni sehemu ambayo watu wanapata shida sana maji yakianza kujaa. Ombi letu, tunaomba tuende pamoja na wananchi ili tupate kulitengeneza ili eneo likapata kuonekana kwamba linatoa adha kwa wananchi wanaokaa maeneo haya. Na ombi letu kubwa zaidi ni hasa kulitanua hili korongo. Hili korongo linabeba maji sehemu mbalimbali, kutoka Isyesye, kutoka maeneo mbalimbali ya Ilemi. Kwa hiyo haya maji yanapita sehemu ndogo, halafu yanafanya mafuriko sehemu hii. Eneo hili nadhani tulikuja hapa na Mheshimiwa mbunge mwezi wa kwanza kutokana na adha hii ya mafuriko, lakini nipata taarifa kama mara mbili tena mafuriko yametokea. Sasa sisi watu wa Ilemi tuna mawazo ya kuzuia hapa, lakini watu wa Isyesye huku nao walikuwa wanalipinga ili wazo la sisi kuzuia hapa, kwa sababu maji yanaenda huku. Na bahati mbaya tuliingia nyumba mbili hapa. Kuna nyumba hapa inatoa chemchem chini, yaani kuna mkazi hapa wa Isyesye maji yanatoka chini kama chemchem. Kwa hiyo yani hawezi kuishi kabisa huyu mama hapa. Kuna mama mmoja hapa, nadhani nyumba hii hapa, nyumba hii. Kwa tunavyozuia hapa, kwa sababu mbunge wetu ni mmoja, nadhani sisi tutafute solution ya kuzuia pande zote mbili, kuanzia kule na sisi kuanzia hapa. Na hilo jukumu ni la kwetu sisi viongozi wa huku chini, tukae nao hao watu, tuzungumze nao, bwana, hapa sisi tunapata mafuriko kwa sababu wewe umezidi. Ile eneo lote tulifanya maendeleo hapa. Tulikuwa mimi, mheshimiwa mbunge, pamoja na wananchi wote wa eneo hili wa pande zote mbili. Lakini sasa sisi upande wetu huku tutanue, na watu wa TARURA waliahidi kwamba greda huku kufika sasa hivi haiwezekani mpaka kiangazi, kipindi ambacho mvua zimekata. Mvua zikikata tutakuja kutanua huku vizuri, kwa sababu greda ikiingia huku, ile excavator sio greda, inaweza ikakwama, si ndio mwenyekiti? Kwa huku tuvumilie, kama tunaweza tukafanya maendeleo, na mimi mwenyewe diwani nitakuja, mkiniita nije tufanye maendeleo. Basi kuwashukuru wananchi kwa namna ambavyo mlikuwa mkijitokeza kwenye hiyo mikutano walioifanya kwenye mitaa yote na kuweza kueleza hoja zile ambazo mnaona ni muhimu zimfikie diwani, kisha zile ambazo zinatakiwa kwenda mbele basi zimfikie mbunge, na leo hapa nimezipata baadhi ya hizo changamoto. Sasa Mheshimiwa Diwani, naweza nisizieleze changamoto zote ulizozisema, lakini uhalisia ni kwamba tumezisikia. Zile ambazo zinahitaji kusukumwa mbele tutazisukuma mbele,
na zile ambazo tunaweza kuanza kuzifanyia kazi tutazifanyia kazi.